Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika kisa cha ndani. Hili ni juma la 8 katika robo ya kwanza mwaka 2026. Juma hili tunaiangazia mada inayosema kupoteza kazi mbili juu ya imani. Rodel alimuongoza Rini kwa Kristo kwa kumpeleka kuvua samaki. Ellen White anasema, mbinu ya Kristo pekee italeta mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu. Mwokozi alijichangamana na watu kama aliyewatakia mema. Aliwaonea huruma, alihudumia mahitaji yao, nao wakamwamini. Kisha akawaambia, nifuateni. The Ministry of Healing, ukurasa wa 143. Rodel alifuata njia ya Kristo, akitumia muda na Rini kuhudumia mahitaji yake na kumfanya amwamini. Kisha Rini akamfuata Yesu. Baada ya Rini kurudia Kristo, Rodel aliuliza kama angeweza kukaa katika nyumba ya Rini. Wazazi wa Rini hawakufurahia habari za kijana Mwadventista wa Sabato kuishi nyumbani mwao huko Ufilipino, lakini hawakusema chochote. Rodel pia alimhimiza Rini arudi shuleni na Rini alirudi na kusubiri kuhitimu. Kisha nitakupeleka Manila kwa mishonari katika harakati ya wamishonari 1000, Rodel alisema. Rodel alihudumu kama mishonari wa harakati ya wamishonari 1000, shirika ambalo ni sehemu ya kanisa la Waadventista katika divisheni ya kusini mwa Asia na Pasifiki. Alipokutana na Rini kwa mara ya kwanza mwaka 1.5 kabla, Rini alipokuwa anasoma, Rodel aliishi naye na kumsaidia kulipia gharama za masomo yake kwa kufanya kazi pamoja naye katika mashamba ya mpunga. Rini alihitimu akiwa na umri wa miaka 23. Rodel alitimiza ahadi yake na kumleta Rini katika makao makuu ya harakati za wamishonari 1000 huko Silang, karibu na mji mkuu wa Ufilipino, Manila. Lakini basi alipata wazo lingine. Alisema Rini anapaswa kujiendeleza kielimu kabla ya kuwa mishonari. Vijana hao wawili walijiandikisha katika chuo kikuu cha Waadventista cha Ufilipino huko Silang. Rini alitaalimika katika uhasibu na Rodel katika teolojia. Ilimchukua Rini miaka 6 kuhitimu. Hakupokea msaada wowote kutoka nyumbani. Wakati huo alimuoa Love. Baada ya kuhitimu alifanya kazi kama mhasibu wa kampuni kwa miezi 3. Kisha akafukuzwa kazi kwa kutofanya kazi siku ya Ijumaa usiku. Alidai ahadi ya Yeremia 29:11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Aliomba, Mungu, najua kwamba una mpango kwa ajili yangu. Miezi ilipita na hospitali moja ilimwajiri kama mhasibu, lakini ndipo aligundua kwamba asingeweza kuwa mfanyakazi wa kila siku isipokuwa alibatizwa katika madhehebu yaliyomiliki hospitali hiyo. Alijiuzulu. Rini Tukaldo ni mkuu wa idara ya fedha wa harakati ya wamishonari 1000, ambayo makao yake makuu huko Silang, Ufilipino, yalijengwa kwa msaada wa sadaka ya Sabato ya 13 ya mwaka 1996. Soma zaidi juma lijalo. Kisa hiki kimetolewa na ofisi ya Conference kuu ya utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote.
Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa Kisa cha Ndani, juma hili tumekuwa na kisa kizuri cha kupoteza kazi mbili juu ya imani. Mungu atusaidie sote katika utekelezaji wa kile tulichojifunza. Na huo ndio mwisho wa kisa cha leo juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.